na shule ya msingi ya Ugarimitedi. Siku hizi waliteremka pale Sokoni 1. Na kwa hivyo kimsingi Tanzania ndio nchi yangu ya wokovu. Kama mbinguni utapangwa kulingana na mtu alizaliwa mara ya pili wapi, nitakuwa raia wa Tanzania wa kuzaliwa. Hiyo ni nchi ambao kwa kweli ipo karibu sana nami na ninaipenda Tanzania, maana Mungu alikuwa na makusudi na sababu kamili kwa nini alisababisha kwamba ni okolewe pale. Nimetoka nyumbani sababu uchawi ulikuwa mwingi katika eneo ambalo nilikuwa nimetokea nyumbani, na Mungu akanisaidia nikapenya pole pole nikatoroka mpaka nchi ya Tanzania, na kule nikapokelewa na marafiki kule Moshi. Baadaye nikakwenda mpaka kule Dodoma, sio Dodoma kabisa, lakini eneo ambalo linaitwa Simanjiro. Ilikuwa ni kwenye mkoa wa Arusha, lakini mwishoni kule nafikiri sasa hivi ni mkoa wa Manyara. Na kwa hivyo Tanzania ikawa kama nyumbani. Tukawa tunafanya kazi kwenye mashamba ya makaburu ya kule Namberera, mkoa wa Simanjiro. Sio mkoa wa Simanjiro, lakini wilaya ya Simanjiro, mkoa wa Manyara huo kwa wakati huu. Baadaye nikatoka kule, tukapita barabara ilikuwa mbaya sana kuvuka mto wa Mbu mpaka Babati, shuka mpaka Arusha. Mambo yalipozidi nikarudi mjini Arusha, nikawa natafuta mganga wa kienyeji sababu kipindi kile sijaokoka. Mungu akanizuia kabisa, kaamua kujiua. Nimejirusha mbele ya gari ikiwa inakimbia mara 2, kanikosa, lakini nikasikia sauti inasema, ukijirusha mara ya 3 utagongwa kweli, lakini hautakufa. Mbali yale ambayo nimepanga lazima utayafanya. Kaondoka pale, nikajaribu kununua sumu, nikapata sina hela. Nikaondoka mpaka mahali tulikuwa tumepangisha nyumba na vijana wengine 2 wenzangu. Nikafika mbele yao, nikachukua kisu, nikaamua kujidunga kisu. Kabla sijajidunga nikawaza, wacha niongee na Mungu mara ya mwisho, kwa sababu ninaondoka la hatutawahi onana popote. Najua mtu akijiua anaenda moja kwa moja jehanamu. Na kwa hivyo nikawa ninajua kwamba tunaangana na Mungu kwa mara ya mwisho. Kaambia Mungu, mimi najiua leo kwa sababu likataa kuniokoa, likataa kunisaidia. Na kwa hivyo sina sababu ya kuendelea mbele. Umenidanganya mara nyingi. Kaniambia kwamba kule mbele kuna siku za usoni ambazo ni nzuri, sijaona hata moja. Niko hapa nateseka, nimesumbukia Tanzania. Leo nimeshikwa na polisi, nikawekwa ndani pale Central Police Arusha. Nimeachiliwa baada ya kufanyishwa kazi nyingi. Tena nimeshikwa bure kwa sababu asubuhi saa 1 tumeshikwa kwa sababu ya uzururaji. Hivyo nikawa nimekasirika kweli kweli, na nikawa nimeamua najiua. Kabla sijidunga nikasikia sauti inaniambia kwamba umenungunika tu, ungemwomba Mungu hata sasa anaweza akakusikia. Nataka niongee na mtu pia, kwambie kwamba usinungunike tu, usilalamike tu. Hata sasa ukamwomba Mungu, anaweza akakusikia na akakujibu maombi yako. Kwa hivyo kutoka pale
ambia Mungu, kama ni kweli unaweza nisikia, nipe kazi. Kesho yake kabla ya saa 6 mchana nilikuwa na kazi 5. Nikaketi mahali nikapekua zile kazi, nikaona inaonifaa zaidi ni kazi ya hoteli, ambao wananipa chakula, wananipa malazi, na sitahitaji gharama za kusafiri kwenda kazini. Nikapata kazi pale Arusha mjini, pale karibu na stendi. Kuna eneo wanaita Majengo Ndogo, pale karibu na mahali ofisi za idara ya maji zinapatikana. Kwa hivyo nikawa niko pale. Nilikuwa hapo juzi nikapata ile hoteli mzee Ibrahim, Sheikh Ibrahim ama Shehe Ibrahim alipoaga, kijana yake anaitwa Muhammad alibadilisha ile jengo likawa ni nyumba ndogo ndogo za kuuzia viatu na manguo na vitenge, lakini jengo lipo mpaka leo. Na nikiwa nafanya kazi pale siku chache, Yesu akanitokea, akaniuliza, kwanza alinitokea kwa njia ya ajabu sana. Niliona watu wawili wameingia kwenye hoteli. Mmoja anavuta sigara. Ile sigara ikanivutia sababu nilikuwa navuta sigara siku zile. Kwa hiyo nikakaribia pale, nikawa nafikiri waliangiza chai. Ni muda mrefu kidogo. Nafikiri waliangiza chai nikawaletea, lakini mimi nilichokuwa nataka sana ni sigara aliyokuwa navuta yule mwenzangu pale. Kwa hiyo nikaketi kwenye meza moja na wao. Wanapiga story huku mimi nategea kwamba sigara ikifika mahali ambapo naweza nikasema nisaidie nami nipige pap. Ikafika pale nikamwambia, akanipatia ile sigara, na kabla sijaivuta nikasikia sauti. Mungu akaniambia, ukivuta unakufa. Hiyo sio sigara, ni kifo yenyewe. Huyu unamuona hapa ni shetani na yule mwingine ni malaika. Na tukata long story short, nikaanza kuona maono. Nimeelezea kwenye kitabu changu kinaitwa The Divine Encounter. Kitabu kidogo tu unaweza soma kwa one sitting. Na nikatoka pale, nikaondoka, nikakimbia mpaka kwenye chumba nilikuwa nalala. Nilipopiga magoti pale, maana niliona nakufa. Nikapiga magoti nikasema, Mungu katika jina la Yesu, kwa sababu singemuita baba, maana alikuwa bado hajawa baba yangu. Nilikuwa mtu tu, sikuwa mwana. Na kwa hivyo nikasema, Mungu katika jina la Yesu. Nikasikia kile presence kizito chenye nilikuwa nakimbia kule kimejaa kwenye kanyumba kale. Nikafumba macho, ghafla nikaona jehanamu mbele yangu. Nikafumbua macho, nikaona utukufu wa Mungu. Nikalala kifudifudi. Na nikaomba Mungu kwamba ukiniokoa leo nitakutumikia. Ndio natumika mwaka wa 26. Sasa ndio tunamtumikia Bwana na kuna kuangalia nyuma. Kwa hivyo baadaye pale nikaona jehanamu, nikaona mbingu. Baadaye Mungu akanituma kuhubiri neno lake, akanisaidia nikarudi Nairobi. Nikawa nahubiri sehemu mbalimbali. Mungu akawa ananitokea, ananituma, ananiambia kwamba enda ukahubiri mahali fulani. Ninaondoka, ninaenda kwingine sijawahi fika tangu zaliwa, lakini Mungu ananiambia enda mahali fulani kule ambako siwezi shika. Anasema majina, Mungu ananiambia tu utaamka kesho uenda hivi kwenye ile milima, huko ndiko nataka uende. Naamka naenda ninafika kule, na kweli tunafanya kazi ya Bwana kama vile Mungu anavyotusaidia. Mpaka leo Mungu ananituma kwenye maeneo ambayo sijakanyaga tangu kuzaliwa. Mwaka jana Mungu alinituma kule Spain, kule Barcelona. Nikaenda, simfahamu mtu yeyote. Nikaenda nikaingia kwenye mji wa Barcelona,
nilipofika kwenye airport pale, kwenye uwanja wa ndege wa Barcelona, nikawa kumbe sikukumbuka kwamba hakuna anayefahamu, yani watu wanaofahamu kizungu si wengi. Kwa hivyo vitu vyote, maandishi yote ni Hispaniola, na nikawa niko pale sana waza nitafanyaje, mpaka nikakumbuka ya kwamba Google ina interpreter. So nikawa naandika jina, alafu naangalia ni nini. Jina la kwanza ambalo listi kabisa, niliona mahali kumeandikwa Sotida. Kwenda kuangalia nikakuta kumbe ndio exit, nikajua ndio njia kutoka airport. Nikatoka, nikatafuta taxi hivyo, na baadaye Mungu akanituma kwenye kanisa moja, na nikaenda pale, askofu yule akanipokea, na nikaweza kufanya kazi ya Bwana, na nikarudi, nikaondoka pale, nikaenda Italy kule Rome, fanya kazi yake Bwana, kisha nikarudi Uingereza, na nikarudi hapa Kenya.